Tambihi ndogo wametoa baadhi ya mashehe kwa sehemu za misikiti tofauti. Sasa wanafunzi tunatoa tambihi hizo, na si nyingine bali ni hii ambayo ya huu shetani ulioingia sasa hivi, shetani wa kombe la dunia, kaasul alam. Shetani huu ni mbaya sana, ambao ndani yake bila shaka tunafahamu hauna khairi hata kidogo, hauna khairi hata kidogo. Sisi Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametushagulia utaratibu na akatuwekea. Taratibu wenyewe ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'an. Tukishindwa na lolote lile, tumfuate Mtume atupe fatwa, atuelezee. Mtume hayupo, ameshafariki. Turejee kwenye Qur'an na Sunna. Baadhi ya aya hatufahamu wala hadithi hatufahamu, basi tuwafuate wale warithi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Man hum al-ulama, ahlul ilm. Al-ulama hum al-warathatu al-anbiya, wao ndio wanawachuoni waliosimamia dini hii. Kwa pakitokezea lolote lile, فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. الاستنباط مع الانبثاق, kufanya kutohoa ndio istinbat. Sasa kitokezea jambo ambalo halikuwa na fatwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, liangaliwe kwa wanawachuoni wanasemaje. Kwa tukirudi kwa wanawachuoni kuhusu kombe la dunia, wanasema haramu. Ikiwa mnasoma usulul fiqh, kwenye usulul fiqh tunaambiwa masadir tashrii' ni gani? Ni nani? Masadir tashrii' katika akida ni mawili, kwenye fiqh ni القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيحة والقياس الصحيح. Fakitokezea jambo turejea katika Qur'ani. Qur'ani hakuna hoja katika sunna, sunna hakuna hoja katika ijma', na ijma' inakuwa ni kwa tabaqat. Mathalan wakati wa masahaba ijma' yao ilikuwa ni hujja na ni haram kuipinga, na ijmaa ya tabi'in kubalianaji wa jambo tabi'un nayo ni hujja, itakuwa ni dhambi kuipinga. Wa hakadha fi asrina hadha, walikubaliana wanawachuoni juu ya jambo fulani haram, ni ijmaa nayo hiyo ni haram kuipinga. Hata kipinga anapata madhambi. Kwa wanawachuoni wakubaliana kwamba kuangalia mpira, kucheza mpira si haramu. Kucheza mpira, tukatoka hapa sisi tukavaa stara nzuri, tukaenda uwanjani, tukachoka nyakati za swala, tukachoka masala ya ikhtilaf, tukauchi, tukapiga kipenga pale. Mara nyingi nasema sio leo na wasioa, tukapiga hapa Masjid Ridha, Masjid Aisha badala, tukapiga pale mechi, hakuna ubaya wote. Kama kipa Sheikh Saleh pale kipa katulia golini, sisi tampiga ngapi lakini kugoli. Hakuna uharamu wote katika sheria. Hatutukanani, umekosa pasi kupewa tukana, tutukanani, tunafurahi. Sisi tunafanya siku za Eid, tukaenda amani pale kucheza. Cheza pale. Tunakumbuka kama miaka mitatu nyuma paka ikatangazwa Mfadhili na goli 2, sio? Tunajiuliza sababu ya shekhe au sababu ndo ashina anajua au sababu ya shekhe harusi. Kakhtifiana watu katika. Hakuna uharamu. Ama mushahada qurratul qadam, ambao ule unavurugu majimbo tuakauchi na makufari yale, ule haufai. Kwa hiyo najua husnul dhanni ni sio majumbani, nini sio husnul dhanni, japokuwa kuna watu yani katika sunna wao kuna mambo kidogo haangalii, lakini apitie YouTube angalia matokeo, sio? Kwani Brazil imeshinda ngapi leo?
mpira kiangalia itaonekana wewe sasa mimi nikichumai nifungue YouTube nichungulie hivi akapiga mbili yes kimya kwenye kutoka nje kun sadiqan kuwa mkweli katika jambo lako sawa kuwa mkweli katika jambo lako muombe Allah jalla wa ala kushika lakini familia zetu tuzikataze tuzikanye tusizibe mazingira hayo nakumbuka mwaka mmoja uliyezagaa katika miji hii watoto wengi walikatwa nywele zimebakishwa hapa nakumbuka alikata nani mchezaji wa mpira kwenye kombe la dunia fulani watu wote wakafanya nini wakaacha hapa tashabuhu bil kufar napatikana na mfano kwa tambii hii ichukuliwe watu majumbani humo kama roti hii bado haijatoka nyumbani msemi haramu ala al-itlaq lakini chomoa kingamuzi kwanza kipindi hichi mpaka imalize hili jambo kitoa TV ni bora zaidi ataweza bila TV waishi vipi sisi tunaishi sisemi TV haramu ifahamike sisi tunaishi bila TV alhamdulillah tunanepa hivyo leo sasa sasa wote maana sababu sina stress za mwisho wa mwezi kulipia kingamuzi sasa hizo mimi sina sawa kuna nepa alhamdulillah tuishi vizuri na wingi ngara hatuna TV la tukoondoa na wasiwasi wote barakallahu fikum jazakumullahu khair itaini katika hili